Okay, ni siku nyingine tena na ni wakati mwingine tena ambapo tunaendelea na kujaribu kuzungumzia vitu kadhaa kwenye soko la forex, vitu ambavyo vinaweza vikakuwezesha wewe kufanikiwa kufanya forex katika namna ambayo inakunufaisha zaidi, inakupa faida zaidi. Kwa hiyo kuna moja kati ya indicators ambazo huwa nazitumia, ni indicator moja nzuri ambayo inaunganisha vitu kadhaa ndani yake. Kwa hiyo ndo maana napenda kuitumia, kwa sababu ina combination ya vitu vingi ambavyo vinaweza vikakupa uelekeo mzuri kabisa wa trade yako. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Ukibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunaposti video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza like hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au una ushauri wowote, unaweza kaweka hapo. Unaweza share hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia. Kwa moving average convergence divergence, kwa lugha rahisi huwa inajulikana kama MACD. Lakini hii MACD ni indicator katika classification ya indicators. Sometime inajulikana kama trend indicator, lakini wakati mwingine inajulikana kama the oscillator. Kwa unaweza kutazama katika trend indicator, sometime unaweza kuipata the MACD, lakini pia unaweza kuipata katika oscillators. Kwa MACD unaweza kaiweka kwa namna kama hiyo, ina features tofauti ambazo zinaunda. Kwa naweza nikazungumzia kwa haraka kwamba katika kuitengeneza MACD imetengenezwa katika interaction ya moving averages. Kwa hiyo inakuja kuproduce vitu vitatu, inakuwa ina vitu vitatu ndani yake. Inakuwepo ina MACD line, ambapo MACD line ni line ambayo imetengenezwa kutokana na difference kati ya moving averages mbili. Ni kati ya moving average ya 12 ambayo ni exponential moving average, pamoja na moving average ya 26 ambayo yote hiyo pia na yenyewe ni exponential moving average. Kwa the difference, utofauti wake ndio umeweza kuleta the MACD line. Lakini pia kuna line nyingine ambayo inajulikana kama signal line. Katika signal line ni line ambayo imeundwa na moving average ya 9, the exponential moving average ya 9. Lakini pia katika MACD kuna kuwepo na histograms. Hizi zinaonyesha just a volume ya price. For the way histograms zimekuwa derived, hizi hapa zinakuwa just it is mathematics, kwamba from that we call the MACD line, ambayo imetokana na moving average ya 26 pamoja na 12 pamoja na moving average ya 9. Kwa hiyo ukifanya derivative yake, kuna derivative mathematics ambayo inafanyika kuja kupata the histograms. But what is important si tuelewe how it works. Tusihitaji sana kujua the way ilikotokea, lakini si tujue jinsi gani inaweza kufanya kazi. Kwa mfano hapa ni MACD ya kwenye MT4. Huo mstari mmoja unakuwa ni signal line ambao kwa hapo umekuwa presented kwa rangi nyekundu, lakini MACD line inakuwa inaungana na hizi ambazo zinaonekana kama histogram. Kwa the peak of hizi histogram, sehemu ya juu ya hizi histogram, maana yake ndio zinakuwa zina present MACD line. Kwa pale unaposema MACD line close the signal line, ni hapa ambapo histogram zinakuwa ni fupi, zimeingia chini, maana yake close downward, na hapa ambapo zinakuwa zimetokezea kwa juu, maana yake tunasema MACD line close above. Lakini ni vile ambavyo inakuwa inafanya movement kwenye zile platforms ambazo zinakuwa zinaonyesha mistari yote miwili, MACD pamoja na signal line, lakini pia inaonyesha na histograms zikiwa separate. Kwa na hapo unaweza kufanya trading kwa kuangalia movement ya signal line, jinsi inavyoweza kualternate na hii MACD line. Kwa hiyo katika sehemu ambayo MACD line ina close kwenda chini, ina open downward, ina close signal line kuelekea upande wa chini, ni sehemu ambayo unaweza uka open au ukaingia katika sell order. Lakini katika sehemu ambayo ita close kwenda juu, basi ni sehemu ambayo utaweza kuingia na buy order. Kwa katika mfano sehemu hii ambapo ilikuwa close kuelekea chini, unakuja kuona hata price huku ilikuwa nayo move downward. Kwa ni kutokana na kwamba ilikuwa open downward, na hapa ilipo close kwenda juu
ni vile vile hapa price nayo ilikuwa imeclose kuelekea juu. Lakini kikubwa condition ni kwamba hizi movement zinategemea na huu mstari wa sifuri. Inaweza kawa iko chini ya mstari wa sifuri au iko juu ya mstari wa sifuri. Kwa pale inapokuwa ina move downward ikiwa iko chini ya mstari wa sifuri, ni position nzuri ya kuingia katika sell order, kwa sababu pale MACD pamoja na signal inapokuwa iko chini ya mstari wa sifuri inaonyesha ni downtrend, na pale inapokuwa ime close upward lakini pia ipo juu ya mstari wa sifuri inakuwa ni position nzuri ya kuingiza buy order, kwa sababu ikiwa juu ya mstari wa sifuri inakuwa ni uptrend. Kwa kuingiza buy order katika uptrend inakuwa ni sahihi sana. Lakini pia ili uweze kuona vizuri hizo lines zote mbili pamoja na histograms, unaweza kutumia kwenye platforms zingine, unaweza kuona vitu vyote viwili au kwa wakati mmoja. Kwa mfano, mojawapo ya trading platform ambao wengi wanaitumia, wengi wameizoea zaidi, it is the trading view. Kwa naweza nikaangalia kwenye trading view ili tuweze kuona MACD inaonekana vipi. Kwa now this is the MACD in trading view, ambapo tutakuja kuona ina mistari yote miwili kabisa, the MACD line pamoja na signal line, lakini pia inakuwa ina histogram. Kwa hiyo ni tofauti na ile iliyokuwepo kwenye the MT4. Kwa hiyo tukianza na namna ambavyo utaweza kuzitumia hizo line, the MACD line pamoja na signal line, ni kwamba hizi ni lines mbili ambazo zina alternate. The MACD line huwa ina tabia ya cross the signal line. Kwa MACD ina cross signal line, inaweza tena ikai cross signal line in other direction. Kwa the signal line yenyewe inakuwa inapishana na the MACD line. Lakini utakuwa unaitumia kivipi? Inapotokea kwamba MACD line ina cross the signal line kuelekea chini, manake before ilikuwa iko upande wa juu, kabla ilikuwa iko juu afu then imekatisha, imeipita signal line kuelekea upande wa chini, manake hapo inakuonyesha it is the bearish momentum. Kwa kama hapa imepita kwenda chini, imefunguka kuelekea chini, inaonyesha ni bearish. Kwa pia ukitazama hata kwenye soko lenyewe huku inakuonyesha kweli ilikuwa ni bearish, ilikuwa imeanza kusell. Kwa itaendelea na ile selling momentum, lakini mwisho wa siku utakuja kuona tena imeweza kucross kwenda juu. MACD line imeipita ile signal line kuelekea juu. Kwa ilipopita kuelekea juu, basi hapa ilikuwa inakuonyesha kwamba hii ni bullish momentum. Kwa unaweza kaitazama pia ukaona wakati imeikatisha kwenda juu na yenyewe pia ilipandisha kuelekea juu. Lakini histogram ni hizi hapa. Histogram zinakuonyesha volume. Kwa kama hapa inaonyesha ilikuwa imeseli sana, kwa histogram zimekuwa ni ndefu, lakini hapa ilikuwa ina buy, ilikuwa imebuy kidogo, histograms zake zimekuwa ni fupi. Kwa hapo tunaweza kuona namna ambavyo tutaweza kutumia the signal line pamoja na MACD line. Lakini kitu kingine cha msingi ni kwamba unaweza kutazama MACD line pamoja na signal line, ila unaweza kutumia the zero line, kwamba katika feature ya MACD kitu kingine cha msingi ni zero line. Kuna huu mstari wa sifuri huko hapa. Kwa katika huu mstari wa sifuri pia unaweza kuutumia, ambapo hapa utautumia pale unapoangalia trend. Unapokuta kwamba MACD line pamoja na signal line ziko upande wa chini wa zero line, maana yake inaonyesha kwamba uko kwenye downtrend. Lakini pale zinapokuwa zinakatisha zinaelekea upande wa pili wa huu mstari wa sifuri, hii inakuonyesha kwamba uko kwenye upward trend, lakini just inaonyesha short term trend, haikuonyeshi trend ya muda mrefu sana, inakuonyesha ni trend ya muda mfupi, lakini always inakuwa ni upward trend kama iko juu ya zero line, na inakuwa ni downward trend pale inapokuwa iko below the zero line. Kwa hivyo ndivyo utakavyoweza kutumia the MACD in relation to this, ikihusiana na hii zero line. Lakini katika matumizi ya MACD unaweza kutumia pia katika kuangalia divergence. Unaweza kaangalia divergence. Divergence utatumia divergence kati ya MACD pamoja na ile price. Unaangalia movement ya price kwenye chart. Yaani kuna wakati ambao utakuja kuona price inaweza inatengeneza lower lows, kwa mfano kama hapa iko kwenye downtrend, inatengeneza lower lows. Alafu pia ukitazama hata kwenye MACD na yenyewe unaweza kukuta inakutengenezea what called the lower lows. Lakini itafika kuna wakati utakuja kuona price inatengeneza, maybe inaweza kaendelea kutengeneza lower lows,
lakini MACD inabadilika, inaanza kukutengenezea inaanza kukutengenezea what you call the high lows, kwamba zile lows zinakuwa zinaendelea kupanda. Kwa kama hapo kitazama katika hizi point mbili za mwisho hapa, kuna hii point ambayo ilikuwa ni high low, afu hapa ikaja kuwa ni lower low, lakini hapa ilikuwa ni lower low, afu hapa ikaja kutengeneza the high low. Kwa hii iko juu zaidi ya hii, wakati ile corresponding ile inayoendana nayo kwenye price inaonekana iko chini. Kwa hii ni divergence. Kwa kikubwa ni kwamba divergence inakuwa ni dalili ya kuisha kwa nguvu ya trend. Kwa hiyo tunasema kwamba itakapotokea kwamba kuna divergence imeweza kutokea, basi hapo inakuonyesha kwamba ile momentum katika ile direction inakuwa inaisha. Kwa kama hapo ilikuwa ni downtrend, unakuja kuona downtrend imeenda, alafu hapo ilipokuja kukuonyesha hizo divergence, point hii na point hii, au point hii hapa na point ile pale, ilipokuonyesha divergence haikuweza kuendelea tena kwenda chini. Maana divergence ilikuwa ni sign ya kwamba nguvu ya trend imeisha. Kwa baadaye unakuja kuona iliweza kupandisha upande wa pili au wa zero line, maana tayari trend ikabadilika kuwa ni upward. Kwa ulivyoona divergence tu hapa, kwa hiyo ukaanza kuangalia specific entry ambapo unaweza kuingia, lakini utaingia kwa order za kubuy kwa sababu tayari imekuonyesha momentum ya kusell tayari inakuwa imeishiwa nguvu. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi kwenye MACD, lakini ni moja ya indicator ambayo inaweza kukupa matokeo mazuri sana kama endapo utafuata principles zake. Lakini vitu vya msingi kwenye MACD ni vitu gani? Ni kwamba ili uweze kupata orders ambazo zinakuwa ziko specific, orders ambazo zinaweza zikawa na impact ambayo ni nzuri, manake hutaweza kuingia kwenye loss, ni pale ambapo uta consider principles zifuatazo. Endapo utakuwa unataka kuingia kwenye sell order, kwenye sell order lazima MACD iwe tayari ipo upande wa chini wa zero line. Manake hiyo ni kwamba ikiwa kama iko upande wa chini wa zero line, manake inakuonyesha uko kwenye downward trend. Kwa utaingiza sell order endapo MACD iko upande wa chini wa zero line, kuonyesha kwamba uko kwenye downtrend. Kwa ukiingiza sell order inakuwa ni yenye usahihi kabisa. Kwa manake kama hapa ilipokuwa iko upande wa chini, alafu then MACD line imeclose below the signal line, kwa basi ilikuwa ni sehemu sahihi ya kuingiza sell order. Na hapa ilipokuwa ina close above wakati iko upande wa chini, ilikuwa sio sehemu sahihi sana ya kuweza kuingiza buy order. Kwa maana yake buy order utaingiza pale ambapo MACD line pamoja na signal line ziko above the zero line. Kwa those lines lazima ziwe tayari ziko juu, alafu then MACD imeclose, ndo pale uanze kuingiza buy order. Na inatakiwa ziwe chini, alafu MACD imeclose kwenda chini, ndo uingize sell order, kwa sababu ukifanya kinyume utakuwa unaenda kinyume na trend. Kwa maana yake MACD inaweza kukuunganishia trend, lakini pia inaweza kukuunganishia na momentum, lakini pia inakuonyesha na divergence kwa wakati mmoja. Ndio maana nimeweza kuona ni indicator nzuri sana ambayo unaweza ukahitaji kuifahamu na uweze kuitumia, ambapo itakuja kukuletea matokeo mazuri sana. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi kwenye MACD line. Kwa unaweza kujaribu kuitumia ili unaitesti, ili uweze kuona kwamba je, hizi conditions za MACD zinafaa au vipi. Lakini cha msingi fuata hizo conditions za trend, ila kama unahitaji kutrade bila kufuata trend, sio necessary uone iko above or below zero, iko juu au chini ya zero. Unaweza kaingia muda wowote itakapo close, endapo uhitaji kufuata trend. Kama unafuata trend, basi lazima uangalie iko above, iko juu ya mstari wa sifuri, au iko chini ya mstari wa sifuri. Okay. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Bonyeza hiyo alama ya kengele, itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunaposti video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe, unaweza like hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au una ushauri wowote, unaweza kaweka hapo. Unaweza share hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia.